ima kuleta manufaa, ima kuondoa madhara, ima kwa manufaa ya duniani au kwa manufaa ya akhera. Hakuna amri ya Allah jalla jalaluhu illa amri hiyo itakuwa ina manufaa na kheri na itakuwa ina hikma kubwa sana. Atakayeweza kuijua hikma sawa, alimaha man alim wa jahilaha man jahil. Ziko hikma zinajulikana baada ya utafiti na wanasibu na kuzijua waliojaliwa, na wengine wanakuwa hawazijui. Lakini kuna baadhi ya hikma au baadhi ya mambo tumewekewa kama ni sheria, lakini hatujui siri yake, hatujui hikma yake. Mfano, udhu tunafahamu kuwa udhu ni kujisafisha kwa mazingira ya kawaida, lakini jiulize kuwa wewe umetoka kuoga sasa hivi kwa sabuni, uko safi kabisa, lakini hukuwahi kutia udhu, na dakika 5 tu baada ya kutoka ndio muda wa swala umefika. Kwa hiyo ikiwa hikma ni usafi, basi wewe uko safi, sawa. Lakini inawezekana ikawa hikma ya usafi ni usafi wa maana na sio wa hisi. Wa hisia ndio wewe ushaoga uko safi kabisa, lakini wa maana ni wewe kutia nia maalum wa kuanza utaratibu maalum katika viungo ili uambiwe kuwa wewe sehemu ushakuwa safi. Kwa hiyo inakuwa ile hikma yake kuipata ya kufuata. Swala ya asubuhi kuwekwa rakaa 2, ukauliza sababu, utashindwa kupata hilo. Swala ya dhuhuri kuwekwa rakaa 4, manake kama mashughuliko na kazi, basi akili pengine ilisema kwa pale ya dhuhuri kuwekwa rakaa 2 kwa sababu hapa shughuli za kazi nyingi. Kwa hiyo pale kuwekwa rakaa 2, na huku alfajiri ndio kwanza mtu anaamka aliyakuwa anamcheshi na hakuna kitu anachokimbilia kwa asubuhi zaidi kuliko wakati wa mchana. Mwingine anakimbilia chakula, mwingine anakimbilia kutuliza magonjwa, mwingine anakimbilia kuziwa na kumkamazia nyumbani kwake. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwa hiyo kiakili unaweza ukasema kuna ingekuwa pale ndio rakaa 2 au hata ingekuwa rakaa 1 kwa sababu leo si kuabudu tu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua hilo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kama alivyosema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kuna mambo anajua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, si ajabu. Na kama alivyotuambia wama utitu min al-ilmi illa qalila, katika elimu umepewa kitu kidogo. Kwa hiyo miongoni mwa aya tulizosimamia mwisho kabisa, wa mithlu hadhihi al-ayat ma jaa fi al-hajj, aya zinazozungumzia hija zinasema liyashhadu manafi'a lahum, ili lam ta'lim nasib, ni lam ya kuonesha sababu, sawa, ili washuhudie manufaa yao. Wa ma jaa fi fardhi salati inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, swala vile vile. Kwa nini tuwekewe swala? Kwa nini isiwe ni ibada nyingine isiyo kwa swala? Lakini hii swala imewekwa kwa lengo gani? Tuambiwa lengo lake ni kuwa swala inakataza machafu na machukivu. Mfano mwingine, tashrii jaldi zani wa zania, kumpiga bakora mzinifu mwanamke kwa ajili ya manufaa na maslaha ya hifdhi al-ansab, kuhifadhi nasaba. Wakiachiwa watu wazini ovyo, yani vitu hivi watumie matamanio yao ovyo, sio kwa njia ya kisheria, utazalikana watoto wa njiani wa nje ya doa kiasi ambacho kwa madhara makubwa. Hivyo watu wameharamishiwa, na kuna watoto wa nje ya doa yengi kwa kuharamishwa wao. Wa qat'i yadi sarif li hifdhi al-amwal, na vile vile mkono wa mtu aliyekuwa ameiba kwa taratibu na sheria maalum huwa anakatwa kiganja kwa ajili ya kuhifadhi mali. Wa sunna salakat hadha al-maslak faqad iftarana fi mawadiha
ma yadullu ala alqasd min tashri'iha saraha. Hii upande wa aya mifano anayotoa anasema, na tukienda kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hadithi nazo sunna imefuata mwenendo huu. Kuna hadithi nyingi sana zimebainisha ahkamu, na zile ahkamu nazo tukaambiwa sababu ni hii. Sawa, zipo nyingi saraha, tena kwa wazi kabisa. Mfano, ya maashara shabab, enyi vijana, man istataa alba'ata falyatazawwaj, atakayeweza kuoa na majukumu ya ndoa aoe. Fa innahu, kwani si mengine kiuhakika kabisa kuoa aghaddun lilbasari, ni njia nzuri sana ya kuhifadhia mtu jicho lake, wa ahsanu lilfarj, na njia nzuri sana ya kumhifadhia mtu utupu wake asiingie kwenye uzima. Vile hadithi inayosema faman salla binnasi falyukhaffif, anayesali kuwasalisha watu apunguze, asifanye sala refu. Kwa nini? Hikma yake sawa na sababu zake na lengo lake. Fa inna fihim almarid wadhaif wa alhaja, katika hao wanaowasalisha wamo wengine wagonjwa, wamo wengine si wagonjwa lakini dhaifu, hawana nguvu. Sawa, na wamo wengine dhalhaja, watu ambao wana shida zao, wamepita njia tu, utakapoanza kurefusha unaanza kurudhi na kurudhi, kumfanya mtu achukie hata usali. فالمقصود من تشريع الاحكام تحقيق مصلحه العباد، ويlengo la kuweka hizi ahkamu tofauti kisheria ni kufanikisha manufaa ya watu. Wa hadhihi maslaha hiya allati tusamma bihikmat al-hukm au ma'innatu. Sawa. Kwa hiyo hichi ndio kitu kinaitwa hikma, wa sheria hii imewekwa kwa lengo fulani. Wanasema ile ndio hikma ya ile hukumu yenyewe. Sawa, au kwa lugha nyingine wanaita ma'innatul hukm. Sawa, hikma au hikma hiya almaslaha min jalbi naf'in. Kwa hiyo fa hikmatul hukmi, hikma ya sheria katika hukumu fulani, hikma yake ni kitu gani? Hiya almaslaha min jalbi naf'in au daf'i dararin arada ash-shari'u tahqiqaha bi tashri'i dhalika, ni yale maslaha ya kuleta manufaa fulani au kukinga madhara fulani yasitokee. Sheria imetaka yafanikisha hayo kwa kuweka hiyo hukumu husika. Sawa, illa anna al-mulahadh anna ash-sharia ghaliban la tarbitu al-hukma bihikmati wujudan wa adama, lakini jambo ambalo linaonekana ni kwa sheria mara nyingi haifungamanishi hukumu na hikma, kuwepo kwake na kutokuwepo. Wa innama tarbitu bi amrin akhar min sha'ni rabti al-hukmi bihi, lakini mara nyingine inafungamanisha na jambo lingine ambalo linafungamana na ile hukumu, wabtinaihi, na katika kunyengeka kwake, alayhi ayuhakika hikmata al-hukm, ili ifanikishe ile hikma ya ile hukumu inahusika. Ay al-maslaha al-maqsuda, maana yake ni malengo yanayokusudiwa, kama fi ibahati al-fitr fi Ramadhan, mfano kama katika kuhalalisha mtu kula kwenye Ramadhan. Fa hadha al-hukm lam yurbat bi hikmatihi wa yadafu al-mashaqqa, hii hukumu haikufungamanishwa na hikma yake, nayo dafa al-mashaqqa. Wa innama rubita bi amrin akhar min safarin au marad, lakini pamewekwa kitu kingine, safari au maradhi. Lianna ash-sha'na bi hadha ar-rabta yuhaqqiqu hikmata al-hukm, kwa sababu kitu hicho mara nyingi kinafanikisha hiyo hukumu husika. Kama kwamba anakwambia shekhe ya kuwa hikma ni kitu kingine
na lengo ni kitu chengine. والسبب في هذا المسألة من سبب katika mpito huu anna al-hikma qad takunu khafiyya la yumkin at-tahaqquk min wujudiha. Mara nyingine ile hikma inakuwa imejificha, fala yumkin bina al-hukm alayha. Mara nyingine kwa tabu au haiwezekani ile hukumu kufungamanishwa nayo kuingiwa juu yake, kama fi ibahati al-bay' wa masail al-muawadat, kama katika kuhalalisha biashara na matendeano mengine ya kuawidhiana, ndio ni amana nyingine. Fa inna hikmata ibahatiha dafi al-haraj 'ala an-nas, hikma ya kuhalalishia hayo ni dafi al-haraj, ni kuondoa uzito kwa watu, bisaddi hajati al-mashru'a, kwa kuwakidhia, kuwazidia shida zao wanazohitaji. Walhaja amrun khafi, na shida ni jambo limejificha. Farabata ash-shari'u al-hukma biamrin akhar, kwa hiyo sheria ikafungamanisha hukumu yake kwa jambo lingine dhahiri, liko wazi. Huwa madhannat, jambo hilo ni jambo dhaniwa au ni sehemu dhaniwa, tahaqquq al-haja wa al-ijab wal-qabul, kufanikisha ile shida nayo al-ijab wal-qabul. Kuwa katika biashara imewekwa kitu kinachoitwa al-ijab wal-qabul. وقد تكون الحكمة أمرا غير منضبط، أو inawezekana ikawa hikma ni jambo ambalo halithibitiki. Ay yakhtalif bi ikhtilafi an-nas, inatofautiana kwa mujibu wa hali za watu na tofauti zao, wa takdiri na vipimo vyao. Wala yumkin bina al-hukm, na haiwezekani kujenga hukumu alayhi kwenye jambo kama hilo, liannahu yuaddi ila al-iqtirabi, kwa sababu itasababisha mgongano والفوضى نفوذ في الأحكام، فلا يستقيم أمر التكليف ولا يضطرب ولا ينضبط. وهو ما أمرش سيسي يكلفه فيجامه لا يستقيم هاوز اليوم ولا يضطرب هاوز يكوى yanakimiza yanakwenda kwenye kila sehemu yenyewe, kila sehemu. Ndio maana kusema mfano wala yanضبط wala haidhibitiki. وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام، na madai yatakithiri, watu watajihalalishia na kujivua kwenye hukumu nyingi. فإباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلا، tuchukue mfano kwa maneno haya yanasema juu, analeta kwenye mifano ili sisi tuyafahamu. Kuhalalisha mtu aliyekuwa msafiri fi Ramadhani, hikmatuha dafa al-mashaqqa. Kwa nini amehalalishiwa akisafiri kwenye Ramadhani? Ni kuondosha mashaka, tabu ambayo inaweza ikatokea. Sawa? Kwa hiyo hikma dafa al-mashaqqa. Wa hiya amrun taqdiri, na kuondosha mashaka ni jambo ambalo la kukisiwa, ghair mundabit, haliwezi kudhibiti. Farabata ash-shari'u hadha al-hukm, kwa hiyo sheria imefungamanisha hukumu hiyo biamrin mundabit, haijafuata swala hilo la fi mashaka, sawa, bali imefuata kitu kingine kabisa, wa huwa safari, nayo ni safari, au al-marad au marad. Ikasema faman kana minkum maridan au ala safarin, sawa, lianna kulla minhuma madhannatu tahqiq hikmati al-hukm, kwa sababu safari au maradhi ni sehemu tarajiwa au ni sababu tarajiwa sana ya kufanikisha ile hikma ya ile hukumu, na kuhalalishiwa wewe
kwenye Ramadhani kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya ugonjwa. Wa mithlu aidan, mfano mwingine, tashrii' ash-shuf'a bi daf'i ad-darar, kuwekewa sheria ya ash-shuf'a ya uombezi na kustahiki wewe upewe kipaumbele katika biashara ya kitu ambacho wewe ni jirani na biashara hiyo, iwe ni ardhi, iwe ni nyumba, sawa, iwe wewe ni mshirika, unapewa wewe haku shufa. لدفع الضرر ونشر الضرر، والضرر غير منضبط، na madhara hayadhibitiki. Madhara ya aina gani? Itakuwa tabu sana. Farabata hukmu sharika au jiwar, kwa hiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imefungamana, atakayekuwa ni mshirika wa mwenziwe hana haki ya kuuza. Kwa hiyo ule mshirika ndio umefanya wewe una haki ya kuuza ile sehemu yako mpaka ashirikie au kwa ruhusa yake, sawa, kuingiza mtu mwingine, au kwa sababu ya ujirani, kwa sababu jirani anajulikana, ndio huyo hapa jirani, ni kitu kinajulikana, kinathibitika. Lianna sharik au aljar, kwa sababu mshirika au jirani kad yanaluhu ad-darar min al-mushtari, hawa ndio wanawezekana wakafanya nini, wakafikwa na madhara kutoka kwa al-mushtari aliyonunua. Farabata al-hukm au farabata al-hukm bihadaini al-amrayn au farabtu al-hukm bihadaini al-amrayn madhannatu daf'i ad-darar. Hii inawezekana kabisa, tuisome katika mpito wa masdar, sawa. Farabtu al-hukm, kufungamanisha na hukumu, bihadaini al-amrayn, kwa vitu hivi viwili, madhannatu daf'i ad-darar, ni sehemu dhaniwa sana ya kuondosha hayo madhara, wa huwa maqsudu shari, na lengo la sheria ndio kuondosha hayo madhara yenyewe. فالحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالبا. فالحكمة لخفائها، وهي kitu kinachoitwa hikma kwa kuwa kimejificha, au adam indibatiha, au kwa kuwa hakidhibitiki, lam turbat biha al-ahkam ghaliban, mara nyingi haifungamanishwi na ahkam, haifungamanishwi na ahkam. Wa innama rubitat bi amrin dhahirin mundabit, lakini inafungamanishwa na kitu ambacho kipo hichi hapa dhahir, kinadhibitika. Umefahamiana? Yani inafungamanishwa na kitu ambacho kinadhibitika, jirani yako, mshirika, maradhi, safari, ni vitu vinaonekana, vinajulikanwa. Ingeambiwa mtu atakayekuwa anajisikia tabu katika safari yake ndio ale, sasa tungejua vipi kama huyu kweli ana tabu, huyu ana tabu? Kipimo kilikuwa ni utapika, kuumwa na kichwa, sawa, kichefuchefu, ni kitu gani? Sikufahamiana, ingekuwa tabu sana, lakini imefungamanisha na kitu ambacho ndio safari, kwa sababu safari mara nyingi kwanza inadhibitika, sawa, na iko wazi kabisa, na hizo tabu ambazo zinaweza zikatokea, basi mara nyingi ndio zinatarajiwa kutokea kwenye ile safari.
Kwa hiyo kafungamanishwa na kitu ambacho tunakijua, tunakifahamu, kimedhibitika, hakina tabu. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون. Kwa hiyo amri kama kitu kama hicho kiko wazi, kenye kudhibitika, ndicho kinachoitwa na wanazuoni wa kiusuli illatul hukm au manaqul hukm au madhannatul hukm. Yani hilo ndio jina lake. Kwa hiyo wanatumia illa, wanatumia madhanna au wanatumia manaqul hukm. Manaqul ni kalimu anapa kama kuzininginiza kitu. Sawa? Kwa hiyo maninginizo ya hukumu, yani hukumu hii imeninginizwa kwenye kitu fulani, kikitokea kile ndio hukumu inakuwa. Sawa? ومن هذا العرض katika haya maelezo tulioeleza, yatabayanu lana anna alfarqa baina illati alhukm wa hikmatihi, inatubainikia sisi kuwa kwanza ipo tofauti baina illa na hikma. Illa ya hukmu na hikma ya hukmu. Sawa? Nayo ni kitu gani? Huwa anna alhikma hiya almaslaha. Hikma ni ile maslaha allati qasada ash-shari'u tahqiqaha bi tashri'ihi al-hukm. Hikma ni ile maslaha au lengo tarajiwa kutokea, huwa limewekwa hukumu hii kwa lengo fulani. Wa anna al-illa hiya al-wasf al-dhahir. Illa ni kitu gani? Illa sio lengo. Illa ni wasf uliokuwa dhahir, ni sifa fulani iko wazi, inadhibitika, ambayo kwayo hukumu inajengwa. Alladhi yubna alayhi, ile hukumu imejengwa kwa sababu ya hiyo, msingi wake ndio huo. Kwa lugha nyepesi, msingi wa hukumu, illatul hukm maana ni msingi wa hukumu. Msingi wenyewe uko wazi, ni mundhabit, ni sifa ya hukumu ambayo tunaita msingi. Warubita biha wujudan wa adaman, na imefungamanishwa kuwepo na kutokuwepo. Sawa? Kwa maana ya kuwa ikiwa haipo na ile hukumu haipo, ikiwepo ile hukumu ipo. Faman kana minkum maridan au ala safari, atakayekuwa mgonjwa au yumo katika safari, fa'iddatu min ayyamin ukhra, huyo tena ndio atakuja kulipa, kwa maana ya kuwa ameruhusiwa ayaftir ali. Inamaanisha ikiwa hiyo illatul hukm nayo ni safari au maradhi haipo, hato halalishiwa tena. Sawa? Wa ile illa al-illa taduru ma'a al-hukm au al-hukm yaduru ma'a illati wujudan wa adama. Ile hukumu inazunguka kwa mujibu wa ile illa. Ikiwepo illa, hukumu ipo. Illa haipo, hukumu haipo. Liannahu madhanna tahqiq al-maslaha, kwa sababu ni eneo tarajiwa, ni msingi tarajiwa wa kufanikisha ile maslaha al-maqsuda aliyokusudiwa min tashri' al-hukm, ya kuweka ile hukumu. Walihadha yaqulu al-usuliyun, wanazuoni wa kiusuli wanasema al-ahkam turbat bi'ilaliha la bihukmiha. Ahkam za kisheria, wanasema wanazuoni wa kiusuli kwa hukumu za kisheria turbat bi'ilaliha, zinafungamanishwa na zile illa husika, la bihikamiha, sio kwa hikma zake. Usije ukasoma bihukmiha, maana maneno yanakaribiana sana.
unaweza kusoma hivi, unaweza kusoma hivi, lakini itakuwa sivyo, kwa sababu hapa tunazungumzia utofauti baina illa na hikma. Sawa? Lakini tatizo lilokuwepo hapa, katumia illa kule mwanzo, hapa katumia jamu ya neno illa. Sawa? Illatun jamu yake ilalun, na hikmatun jamu yake hikamun, kama ni'matun na jamu yake ni'amun. Sawa? Kwa maana hata kwa Qur'ani ni aya kuna kile kipande nasema ni'amahu dhahiran wa batinan. Ni'amahu, sio kusoma ni'mahu. Ukisoma ni'mahu maana hujui tofauti ya mufrad na jamu, umekosea ainu umeitia sakna. Sasa na neno nikmatun na niqamun, niqamun, ni'amun, ilalun. Sasa hapa nasema al-ahkam turbat bi'ilaliha, jamu ya neno illatu. Ahkam zinafungamanishwa na illa zake, la bihikamiha, sio na hikma zake. Bimaana anna al-hikam, anna al-hukma yujad mata wujidat illatuhu. Sawa? Kwa maana ya kuwa anna al-hukma, hukmu itapatikana pale ambapo illa yake itafanya nini? Itakutikana ipo. Sawa? Kwa hiyo kipimo cha kuharamisha kinywaji, sawa, watu wakitofautiana ni kupima kuwa kinalewesha kileweshi. Sawa? Kwa sababu illa ya kuharamishwa al-khamr na vinginevyo ni al-iskar, kulewesha. Umefahamu? Na kulewesha ni sifa ambayo inadhibitika, inaonekana huyu kalewa. Hichi kinywaji akinywa anapoteza akili. Lakini kionekana kile kinywaji kipotezi akili, sio kingi wala kidogo. Yani hata unywe vipi yake na hata kila yote. Hakiingii kwa sababu ile illa haipo, kwa hiyo hukumu haipatikani. Wa in takhallafat hikmatuhu fi ba'd al-ahyan, hata kama hikma yake ikaonekana kama iko mbali, iko nyuma huko, imechelewa kidogo kwenye baadhi ya hali. Yani kuna baadhi ya hikma inawezekana wewe sio. Wa anna al-hukma yantafi mata man tafat illatuhu, na hukmu itaondoka pale ambapo illa yake itakuwa hiyo. Wa in wujidat hikmatu, hata kama hikma ipo fi baadhi al-ahyan, lianna rabb al-hukm bil-illa madhanna at-tahaqquq bil-hikma, kwa sababu kufungamanisha hukumu wa illa ndio eneo tarajiwa la kufanikisha ile hikma yenyewe. Yani hapa tutakuja kuruhusu hapa kazi kubwa itakupelekea kupateni kusoma usomaji uliokuwa sahihi. Mfahamiana? Wal ghalib huwa tahaqququ, na jambo lilokuwa ghalib ni kufanikishwa hiyo hikma ikapatikana. Wa in takhallafat fa ala wajhi an-nudra wal ibra, ikionekana ile hikma imechelewa, iko nyuma, basi hilo ni jambo nadir, si aghlab sana. Wal ibra lil ghalib la lin nadir, hukumu siku zote zinaenda ile ghaliban, hazitizami nadir. Kwa mfano, anatupa mfano kahusuli talibi ala darajati an-najah fi al-imtihan, kule mwanafunzi kupata maksi za kupasi katika mtihani. Sawa? Yani wao wameweka kuwa mtoto ataambiwa amefaulu
au atahamishwa darasa fulani na kupandishwa darasa fulani la 3 kwenda la 4 au jinginelo, sawa, pale ambapo atapata maksi fulani. Sikufahamiana, kimewekwa kitu maksi. Sasa hizi maksi zilizowekwa hapa hizi, mawannatu ilmamihi, ni eneo tarajiwa na kipimo taraji kinachofanya sisi tuone huyu mtoto kafahamu, bilulum wasti'abihi, na kuzielewa na kuzibeba uzuri la wa ahliyatuhu liinhai hadhihi almarhala aldirasiyya. Hapa amestahili kuambiwa huyu amemaliza nafasi au marhala sehemu hii ya primary, sasa ataingia sekondari, marhala ya atakwenda thanawi. Wa aidan isti'ab, istaw'aba yastaw'ibu isti'ab. Istaw'aba manake ameipata ile maana yote kiujumla, ameifahamu vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kufahamu. Ukisema lam astaw'ib almas'ala, manake nimesoma hii masala lakini nimeshindwa kuifahamu na kuipata ile picha yake. Lakini akikuelezea mtu kitu ukaweza ukifahamu, sasa wewe ushakipata ile maana yake yote, unaanza sasa laqad istaw'abta, umefahamu. Inakaribiana sana neno alamma ilmam, hiyo masdar tutumika. Wa aidan fa inna rabb al-ahkam bil ilal yuaddi ila istiqamati at-taklif, vile vile kufungamanisha ahkam na illa zake inapelekea katika kunyooka yale majukumu tuliopewa, tuliokalifishwa. Wa dhabt al-ahkam wa tiradiha, ahkam zinadhibitika na zinakuwa sasa muqtarida, yani zinaweza zikafanya kazi maeneo mengi sana bila taabu. Wa istiqrar awamir at-tashri', na amri za kisheria zitakuwa zimetulia, al-amma za kiujumla, wa wuduhiha, na zitakuwa ziko wazi. Wa hadhihi fawaid idham, na hizi ni faida nyingi kubwa sana. La tuathiru fiha fawat al-hikma, hata kama ile hikma haikuonekanwa, imepita kidogo, lakini bado hizi faida ni kubwa. Fi baadhi al-juz'iyat, ikawa hikma kwenye baadhi, mbona hatuoni hapa ile hikma. Walwaqaya, katika matukio, fi baadhi al-ahyan, katika baadhi ya hali. Kwa hiyo hata kama ile hikma hatuioni kwenye baadhi ya maeneo, basi si tatizo, madamu huku kumejengwa msingi mzuri. Kwa maana hiyo sasa, wa ala hadi, kwa mujibu wa maneno haya tuliyoeleza, famata kana almuslimu musafiran falahu an yuftir wa in lam yajid mashaqqa, wakati wote muislamu akiwa yeye yumo safarini, basi shapata ile illa ya ile hukumu ya kula. Sawa. Kwa hiyo tukitoka tukaingia safarini, tukaanza safari zetu, kama mfano tunakwenda mikoani, sawa. Kwa hiyo tukishapoingia kwenye safari zetu au tushaanza kutoka mji, kwa hiyo sisi sote ni wasafiri, tukiamua kula tu. Wa illa yajid mashaqqa, hata kama huyo ambaye anatumia hukumu hiyo haoni yale mashaqqa, maana yake ikiwa hikma ni kuondosha ile shida na tabu, mbona mimi sioni kama napata tabu? Sawa, wewe uone, lakini watu wengine wana. Wa man kana muqiman falaysa lahu al-iftar, aliyekuwa mkaazi si msafiri, hana hukumu ya kula. Wa in wajada mashaqqa fi amali, hata kama ana kazi nzito zinamsumbua na funga yake. Wa mata kana sharikan fi aqarin falahu an yamtalika hissat shariki jabran bihaqqi ash-shuf'a idha ba'aha min ajnabi, na mtu wakati wote akiwa yeye ni mshirika fi aqarin, katika ardhi fulani, falahu an yamtalika hissat sharikihi, yeye anayo haki ya kumiliki fungu la mwenziwe, jabran bihaqqi ash-shuf'a, kwa kufidia ile haki ya shufa, idha ba'aha min ajnabi, akimuuzia mtu aliyekuwa jenebi wa mbali,
anayo haki ya kusema hata hiyo tutamwambia. Wa in lam yajid darara min al-mushtari, hata kama alinunua si mtu mbaya wala hakuna madhara hayo, kwa sababu hikma si kuondosha madhara. Sawa? Sasa ikiwa aliyenunua ni baba yake, ndugu yake, rafiki yake ambaye si wagomvi, au mtu yote wa kheri, sawa, kwa hiyo bado ile haki anayo, hata kama ile hikma takhallafat, inaonekana kama iko mbali, imechelewa, haionekani. Sio familia. Hii ndio maana ile kuchelewa. Yaani kwenye baadhi ya hali unaweza kukuta ile idda ipo, lakini ile hikma unaona kama itakuwa iko nyuma kidogo. Sawa? Lakini kikawaida kwenye biashara ya mtu ambaye yeye ni mshirika au yeye ni jirani wa eneo husika, kwa hiyo inatarajiwa sana kwa kumuuzia mtu yoyote tu, mara nyingi na kwa mtihani. Sawa? Sasa hii kusema mara nyingi na kwa mtihani, manake inawekwa ile hukumu ifanye kazi ili kuondosha ile mtihani na madhara yanaweza kutokea. Lakini wakati mwingine pengine aliyekuja ni manufaa kwake. Sawa? Huyu aliyekuja bwana aliyenunua ile shamba la jirani, yeye ni mtu wa kheri na ana uwezo mzuri, na yeye mwenyewe hapa alikuwa na shida ya kisima muda mrefu kabisa, hana maji, na huyu aliyekuja akasema atachimba kisima na atatoa sadaka kwa ajili ya majirani zake, atawapa bure au kwa gharama zilizokuwa ndogo. Kwa hiyo ile hikma kama haipo kabisa. Sawa? Kwa hiyo hata ikiwa hikma haionekani, lakini kwa kuwa ile illa ile hukumu ipo, basi hukumu ya kisheria inakuwa